Wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiadhimisha kumbukumbu ya siku yake ya kuzaliwa Januari 27, Watanzania wamepata fursa ya kutafakari uongozi wake uliogusa mambo mbalimbali ikiwemo mazingira, maendeleo endelevu na mustakabali wa kizazi kijacho. Katika kipindi kifupi cha uongozi wake, Rais Samia ameibuka kinara wa mapinduzi ya kijani, akisisitiza umuhimu wa kulinda mazingira sambamba na kukuza uchumi kupitia sera mbalimbali zinazosimamia uhifadhi wa misitu, matumizi ya nishati safi na kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Katika majukwaa ya kimataifa kama mikutano ya mabadiliko ya tabia nchi COP, Rais Samia amekuwa sauti imara ya Afrika, akitetea haki ya nchi zinazoendelea ili kupata rasilimali na teknolojia za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi huku zikiendeleza uchumi wao. Mwaka huu Mheshimiwa Rais ameamua kupanda miti Zanzibar, maeneo ya Bungi Kilimo na Kizimkazi, chini ya kauli mbiu uzalendo ni kutunza mazingira, shiriki kupanda miti, inayoakisi dhamira ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia katika kutekeleza ajenda ya kitaifa ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira, ikiwemo upandaji wa miti, ulinzi wa vyanzo vya maji, kuimarisha uoto wa asili na kuchangia kwa vitendo juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tangu Mheshimiwa Rais atangaze mpango huo, wadau mbalimbali wameitikia wito huo, wakiwemo wafanyakazi wa kampuni ya Africa Media Group Limited AMGL inayomiliki kituo cha Channel 10, Channel 10 Plus na Radio Magic FM. Wamepanda miti katika hospitali ya rufaa ya Temeke, wakiungana na watumishi hospitali hiyo, manispaa ya Temeke pamoja na wakala wa misitu Tanzania TFS. Kama ambavyo tunaona kabisa kwamba tunza mazingira ya kutunze. Kwa na sisi pia tumeona tukifanya hicho kitu, kwamba wenzetu wanapokuja kwa ajili ya kupata huduma za afya wawe na sehemu ya kupumzika kwa ajili ya kusubiria ratiba za kwenda kwenye kupata huduma. Kwa hiyo sisi kama Channel 10, Channel 10 Plus, Magic FM pamoja na Classic FM, sisi tupo pamoja na jamii yetu katika kuhakikisha mazingira tunayatunza ili na yenyewe mazingira yaweze kututunza. Na sisi tunaunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama kwa jamii yetu ya Tanzania. Sasa nasi pia tuna jukumu la kuelimisha. Hivyo tukawa tumetengeneza kipindi chetu ambacho kinaitwa Uhima, ambacho kinafanya shughuli ya kuelimisha masuala ya mazingira. Ndiyo. Na hata kwa mwaka 2026 katika kipindi chetu cha Uhima tutakuwa tuna shughuli mbalimbali ambazo zitaelimisha, lakini pia zitahabarisha masuala yote ya mazingira. Ndiyo. Katika kutunza mazingira, lakini pia mazingira na yenyewe pia yatutunze sisi. Ndiyo. Kwa kipindi cha Channel 10. Lakini pia Magic FM tuna vipindi ambavyo vinadili na jamii moja kwa moja. Mathalani kipindi cha Kurunzi la vijana ambacho kipo siku ya Jumamosi, hicho kipindi kinadili na masuala yote ya vijana, na hapo ndipo ambapo utakutana na masuala ya vijana ambapo wanajiconnect katika jamii katika kutunza mazingira ili na yenyewe pia aweze kuwatunza. Maana tunajua kabisa kijana ni maji ya moto, atakapofika uzeeni atahitaji sehemu ya kupumzika. Sasa kama atakuwa hajatunza mazingira, akifika uzeeni atashindwa au mazingira atashindwa kumtunza, kwa kuwa hata yeye pia hakuweza kuyatunza wakati yupo ujanani. Kwa hiyo hivyo vipindi tunavyo, na watu wetu, watangazaji wetu, watayarishaji wetu wanafanya juhudi kubwa sana kwa maarifa makubwa sana na ubunifu mkubwa sana kuhakikisha jamii inapata habari, lakini jamii inaelimika. Ulinzi wa mazingira ni muhimu sana, na hususan swala zima la upandaji wa miti katika mazingira ya hospitali. Kama mnavyofahamu, miti inatusaidia sana katika kuondoa hewa ya ukaa katika hewa ambayo tunaivuta, na inasaidia mazingira kuweza kuwa safi kwa kusafisha hewa, kuondoa vumbi na mambo kama hayo. Lakini miti ile rangi yake ya greenish, ule ukijani wake unasaidia sana kupunguza stress.
stress ni mojawapo ya magonjwa yasiyokuwa kuambukiza ambayo yanawapata binadamu. Kwa hiyo katika eneo la hospitali tukiwa na miti inasaidia wagonjwa wakipita na kwenye vivuli na miti wakiona rangi ya kijani inawasaidia kuwa calm na kuwaondolea stress, kwa sababu kumbuka wagonjwa tayari wako stressful. Lakini miti pia ni muhimu sana katika eneo la hospitali. Mnafahamu sisi tunafanya upasuaji. Wagonjwa wakishafanywa upasuaji wanatakiwa wafanye mazoezi. Miti mara nyingi ina encourage kufanya mazoezi. Hata wakati wa jua kuna kivuli ambacho kinapunguza joto, wagonjwa wanaweza kapita chini ya ile miti kwa ajili ya mazoezi na baadaye kurudi wodini. Tukio hilo liliongozwa na viongozi kutoka manispaa ya Temeke, akiwemo meya wa manispaa hiyo Uzairu Athmani pamoja na mkurugenzi wa manispaa ya Temeke Jomari Satura. Lakini matendo mazuri na itaakisi kwenye watu wote wanaoadhimisha haya mazazi. Tunao Waislamu wana maulidi za kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutawaomba kupitia mashehe wetu wa wilaya na kata zetu waadhimishe mazazi haya kwa kuendeleza haya mazuri ambayo Mheshimiwa Rais ametuelekeza. Lakini na Wakristo pia kwenye uzalio wa Yesu Kristo, basi katika kuadhimisha mazazi haya kama alivyofanya kiongozi wetu wa kitaifa, na wao waendeleze jambo zuri kama hili, na watu binafsi na wafanyabiashara na watu wa kawaida na nyumbani kwetu tuhakikishe kila mtu kwenye kaya yake amepanda mti. Kwa hiyo wanatemeke wote wamelipokea jambo hili kwa mikono miwili na tutalienzi, tutalisimamia, tutahakikisha kwamba tunalifanikisha. Oksijeni tunaipata kutoka wapi? Oksijeni tunaipata kutoka kwenye miti. Miti inavuta carbon dioxide na wakati wa kuprocess sasa inazalisha oksijeni. Maana yake ni kwamba uhai wetu kwa kiwango kikubwa na hewa ya oksijeni tunayotakiwa kuipata inatakiwa kutokana na miti. Ndio maana Mheshimiwa Rais amesema uzalendo ni kujali mazingira na kupanda miti kwa wingi sana, kwa sababu hii ndio ina garantii uhai wetu. Na katika mipango ya halmashauri kama ilivyoelezwa na mstahiki meya wetu, tuna mpango wa kupanda miti takribani 1,500,000. Miti 1,500,000. Lakini kutoka mwezi wa 7 mwaka jana, nazungumza mwaka wa fedha tulionao 25-26, mpaka leo hii tumeshapanda miti takribani 400,000. Na tunasubiria hali ya mvua iendelee kuimarika ili tuweze kupanda miti mingine zaidi na zaidi. Sisi tumejipanga na tunamwaahidi kwamba tutatekeleza yale yote yanayohusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira na uendelezaji wa misitu kama inavyosema sheria ya misitu pamoja na sera ya misitu ya taifa. Kwa hiyo labda nitoe wito kwa wananchi kwamba sisi TFS pia tunazalisha miche ya miti ya aina mbalimbali na huwa tunagawa hiyo miti bure pamoja na kutoa elimu. Kwa hiyo wafike katika vitalu vyetu vilivyoko maeneo mbalimbali nchini. Kwa hapa Temeke tuna kitalu nacho kikubwa na kina miti mbalimbali, na utaratibu wa kupata miti hiyo ni kuandika barua kwa mhifadhi misitu wilaya ya Temeke, sanduku la posta 46440 Temeke, ukiomba idadi ya miti unayohitaji na eneo utakalo kwenda kupanda. Na tunashauri ni vizuri barua yako ikapitia katika ofisi ya serikali ya mtaa kwa ajili ya kuweza sisi kufuatilia. Ile barua yako itapitishwa na mtendaji au mwenyekiti wa mtaa ili kuturahisishia sisi katika ufuatiliaji wetu wa kukushauri na mawasiliano yale kwa ujumla. Wadau wengine ni mkurugenzi mtendaji mtandao wa jamii ya usimamizi wa misitu Tanzania Mjumita, Rahima Njaidi. Anaunga mkono mpango huo ambao kwa Mjumita tayari ulianza kutekelezwa miaka 18 iliyopita. Anampongeza Mheshimiwa Rais kwa namna ya kipekee katika kuadhimisha siku hii. Bi Rahma anasema kukosekana kwa elimu ya utunzaji wa mazingira ikiwemo misitu kunachangia uharibifu wa misitu hiyo. Je, taasisi hiyo imewezaje kurejesha misitu iliyotoweka, huku akieleza matumizi ya mkaa endelevu. Wakati tunaanza kazi misitu ilikuwa imeisha mingine kabisa, yani hali ilikuwa ni mbaya mpaka vyanzo vya maji kukauka.
wakina mama wanatembea umbali mrefu kutafuta maji. Lakini pia mpaka kuni kazi naisha, wanatembea mrefu kutafuta kuni. Lakini baada ya kuanza sasa kutenga ile misitu kuwa misitu ya hifadhi, tunaweka sheria ndogo za kusimamia, sheria za usimamizi, tuna zile kamati za maliasili tunazipa uwezo wa kusimamia ile misitu yao, tunawapa vifaa vya kuwawezesha kufanya shughuli zao za uhifadhi. Ile misitu imerudi na inaendelea kurudi, na kuna maeneo mengine mpaka maji, vyanzo vya maji vimeanza kurudi upya kwa sababu tu ya juhudi za miradi ambayo tunafanya, lakini pia juhudi za wananchi kule chini. Wameona umuhimu wa misitu, lakini pia wameona ile adha ambao wamepitia kwa sababu ya uharibifu wa misitu yao. Tunaona maeneo mengi mikaa inakatwa tu, hawajali kama ni mti umekomaa, mti ambao kwenye chanzo cha maji, ni kwa sababu mtu anataka atengeneze mkaa apate hela. Lakini je, tuweke mikakati gani kama taifa kuhakikisha kwamba gesi itapatikana kwa watu wote kulingana na uwezo wa mhusika kupata hiyo gesi? Mkaa endelevu ni kwamba tunaongelea kuna eneo linatengwa maalum kwa ajili ya mkaa, kuna mipango ya uvunaji, mipango ya usimamizi, kuna sheria ndogo, kuna kamati husika ambayo inasimamia hilo eneo la kutengeneza mkaa. Kwa hiyo mwisho wa siku nakuta eneo ambalo limetengenezwa mkaa limevunwa kwa njia ambayo ni endelevu, huharibu msitu. Msitu unaendelea kuwepo na eneo dogo sana. Kwa mfano mtu una hekta 100 ya msitu wako, unatumia tu 10% ya huo msitu kutengeneza mkaa. Eneo ambalo linabaki ni kwa ajili ya uhifadhi. Kwa hiyo unakuta sasa ile eneo ambalo wananchi wametengeneza mkaa kwa njia endelevu, baada ya miaka 26 linarudi katika hali ya kawaida. Tumeweka mzunguko huo miaka 26. Matumizi ya nishati safi nayo yametiliwa mkazo na Mheshimiwa Rais. Je, changamoto zipi zinakwaza juhudi hizi? Hapa Bi Rahma anaainisha. Ukiongelea gesi ile tu naita initial cost, yani ile uwekezaji wa mwanzo, mtu kupata mtungi na kuanza kununua na kutumia gesi kwa watu wengi ni kubwa. Hawezi kuwa na hiyo hela ya kununua ya kuanza kutumia gesi. Lakini ndio maana tunaona wengi wanakimbilia bado kwenye mkaa. Kwa sababu mkaa leo nikitaka mkaa wa 1000 napata. Nikitaka mkaa wa 2000 napata, napika na watoto wangu wanakula. Lakini bado kwenye gesi hatujafikia hiyo level. Kwa hiyo inabidi pia tuangalie namna ya kuhakikisha kwamba kila mtu kulingana na kipato chake na uwezo wake anaweza akapata fursa ya kutumia gesi. Na ndio maana tunasema kwa sababu itachukua muda mrefu nchi kama au taifa shift kabisa. Kwa hiyo inabidi tuangalie hii mikaa itaendelea kutumika tu, lakini je, inatengenezwaje kwa njia ambayo ni halali au sio halali? Tunaona maeneo mengi mikaa inakatwa tu, hawajali kama ni mti umekomaa, mti ambao kwenye chanzo cha maji, ni kwa sababu mtu anataka atengeneze mkaa apate hela. Lakini je, tuweke mikakati gani kama taifa kuhakikisha kwamba gesi itapatikana kwa watu wote kulingana na uwezo wa mhusika kupata hiyo gesi? Mkaa endelevu ni kwamba tunaongelea kuna eneo linatengwa maalum kwa ajili ya mkaa, kuna mipango ya uvunaji, mipango ya usimamizi, kuna sheria ndogo, kuna kamati husika ambayo inasimamia hilo eneo la kutengeneza mkaa. Kwa hiyo mwisho wa siku nakuta eneo ambalo limetengenezwa mkaa limevunwa kwa njia ambayo ni endelevu, huharibu msitu. Msitu unaendelea kuwepo na eneo dogo sana. Kwa mfano mtu una hekta 100 ya msitu wako, unatumia tu 10% ya huo msitu kutengeneza mkaa. Eneo ambalo linabaki ni kwa ajili ya uhifadhi. Kwa hiyo unakuta sasa ile eneo ambalo wananchi wametengeneza mkaa kwa njia endelevu, baada ya miaka 26 linarudi katika hali ya kawaida. Tumeweka mzunguko huo miaka 26. Suala la utunzaji wa mazingira ni la kila mmoja. Hapa wadau mbalimbali wanazungumzia umuhimu wake kijamii na kiuchumi. Tunanufaika siku hizi, kuna inaitwa carbon trade au carbon credit, biashara ya hewa ukaa kama ni Kiswahili sahihi. Hiyo ndio mmoja ya faida kama taifa, lakini pia tunasema zaidi ya taifa, wale walengwa, sababu wao ndio wanaoishi katika hiyo misitu ndio wanaopata faida pia. Kwa hiyo sisi kwenye mfumo wa carbon trade kama taifa tukiingia, na tumeshaanza kuingia kwenye miradi mbalimbali ambayo inaendelea Tanzania. Hata sisi pia tunatekeleza mradi mmoja hapo kule Rubeo pamoja na washirika wetu unaitwa Compassionate Carbon. Lengo ni kuhakikisha kwamba ile misitu inaendelea kusimama, serikali inanufaika kama taifa, na pia wananchi wenyewe ndio wanakuwa kwanza kunufaika.
Kwa kuhitimisha, unawaambia nini Watanzania? Najua kabisa wanawake ndio wahifadhi wakubwa wa mazingira. Kwa hiyo ni vizuri kuendelea kuwapa nafasi, lakini pia washirikishwe kikamilifu katika upandaji au utunzaji wa mazingira ya maeneo yote ya mito, bahari, lakini na mazingira na katika kupanda miti na misitu yetu. Hivyo basi mimi kama ninavyoshughulika na masuala mazima ya jinsia, napenda kuwatia kuwakumbusha na kuwatia moyo kuwa washiriki kamilifu na waungane na Mheshimiwa Rais katika kusherehekea sikukuu yake ya kuzaliwa. Popote ulipo Tanzania, basi panda mti. Hata sio lazima uje Zanzibar, lakini panda mti nyumbani kwako, shuleni, kazini kwako, ili tuendelee kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tukiangazia mataifa, Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazosifika kuwa na misitu mingi inayosaidia katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Je, majukwaa ya kimataifa yana mchango gani katika kutunza misitu hiyo, hususan kwa nchi zinazoendelea? Sisi kama Tanzania tuna mipango ambayo inasaidia kurahisisha uhifadhi wa misitu au mazingira kwa ujumla, lakini pia Tanzania ni wanachama wa groups mbalimbali. Kwa mfano ile UNFCCC ambayo kila mwaka tunakutana kama nchi mbalimbali duniani, na tuna michango mikubwa sana ya kuonyesha namna gani ambavyo sisi kama Tanzania mifumo yetu ya usimamizi wa mazingira au ya misitu inaweza ikavuka mipaka. Tanzania tuna sifa kubwa ya ule mfumo wetu wa PFM, Participatory Forest Management, ambayo inasaidia sana kuhusisha wananchi kwenye usimamizi wa misitu. Kwa hiyo huu mfumo ni rahisi kwenda kutumika nchi mbalimbali kwa sababu unasaidia uhifadhi, lakini pia unawaweka wananchi kama wao ndio wasimamizi wakuu wa hii rasilimali. Cha muhimu tu wajengee uwezo. Mtazamaji, ni kuache na kauli mbiu uzalendo ni kutunza mazingira, shiriki kupanda miti. Sisi AMGL tumepanda miti. Uzalendo ni kutunza mazingira, shiriki kupanda miti. Sisi tumepanda miti. Mwandaaji wa makala hii ni mimi Beatrice Eric.